Karibu na wakati unakuwa nami Mwanaisha Lukali, ikiwa leo ni dabi ya Kariakoo. Mbwembwe mapema kabisa tayari zimeshaanza kuchukua nafasi yake. Mbele yangu hapa nipo na Jabiri, rais wa heshima, shabiki kindakindaki wa wekundu wa Msimbazi Simba. Kuelekea katika dabi hii, yeye ana usemi gani? Jabiri, uko vizuri? Niko sawa, niko njema, niko sawia na nina nguvu ya ajabu kuelekea dabi ya Kariakoo au dabi ya Tanzania ambayo inafanyika katika visiwa vya Zanzibar kwenye uwanja ambao sisi wanasema tunauita Jahanamu ya Yanga. So Guantanamo. Ile Jahanamu ya Yanga, yani tunaenda kumchoma pale pale na kumaliza leo hii. Jeuli hiyo unaitolea wapi kwamba Young Africans uwanja wa Amani siku hii leo unaenda kumwangamiza? Naenda kumwangamiza, na jeuli hii ni kwa sababu nina kikosi kizuri, na viongozi bora, na wachezaji wazuri, na washabiki bora. Kwa hiyo vyote vinasababia niwe na jeuri kubwa sana ya kuweza kumwangamiza Yanga Afrika. Na Yanga Afrika ili umwangamize, basi inabidi utimie maeneo yote matatu. Kwa hiyo kwa ngazi ya viongozi, ngazi ya wachezaji na ngazi ya sisi washabiki, na tumeitika kwa wingi kwenda Zanzibar kwa ajili ya kwenda kujaza uwanja wa Jahanamu ya Yanga ambao ataenda kummaliza leo. Na leo atoki kweli. Sio masiara, ndugu mtangazaji. Jabiri, tuliweza kuona jana usiku mabouncer wa Simba wakiwa kule, lakini pia tuliweza kuwaona Simba wakishika madumu. Zile ni tamaduni ambazo zipo. Tuna wale sio mabouncer wa Simba wale. Wala sasa hivi wanaitwa special team wa Simba. Mabouncer wanabakia kuwa Yanga kwa sababu sisi tumeshaingia katika masuala ya sheria ya science. Tunaondoa hizo tamaduni zote. Kama juzi umemsikia Ahmed Ally akazungumza jambo gani? Amezungumza jambo moja, akasema hivi, sisi tumeanza kuondoa tamaduni zile za ajabu ajabu. Yanga waliingia wakafanya mazoezi katika uwanja wa New Amani Zanzibar, na sisi tukaingia vile vile kwa ajili ya kufanya mazoezi. Kwa hiyo tukafikia hatua Yanga wako huku na Simba tuko huku. Lakini tungetangulia sisi, Yanga wasingekuja. Lakini Simba kwa sababu ndio waliotangulia, Yanga wametangulia, sisi tukaenda. Ina maana sisi ndio tumeoa zile tamaduni za ajabu ajabu ambazo zina imani ambazo sio nzuri. Kwa hiyo Simba ni mara nyingi sana sehemu kama hizo anakuwa yuko fair kwa ajili ya kuelekea mchezo unaofuata. Ndio. Ni kweli Simba ni mtetezi wa mpira wa Afrika kama ambavyo wenyewe mnavyosema? Kwa 100%, kwa sababu vitu vingi sana vya mpira wa miguu ameanza yeye. Ukiangalia matamasha haya ya Simba Day ameanza Simba, ukiangalia kwenda wanne kimataifa ameanza Simba, na pia kuwa katika renki za kafu. Umeelewa? Hatua namba 5 na Simba ndio ameanza. Kwa hiyo ukiangalia vitu vingi sana vya mpira wa miguu vya science, Simba ndio ameanza. Yanga ameanza vitu vya imani ya mpira wa miguu. Simba ameanza vitu vya science ya mpira wa miguu. Ndio utofauti huo. Ali Shabani Kamwe anasema licha ya kuroga lakini siku hii leo mtapasuka pale pale. Ukiona mtu anasifia uchawi, yeye naye mchawi. Kwa hiyo ameanza kuroga, yeye alianza kuingia. Kwa hiyo akahisi na wenzake nao ni wachawi. Sisi maswala ingekuwa ni wachawi juzi mechi ya Dodoma Jiji na Simba, golikipa alichokifanya kile, lakini hakuna hata mwana Simba amebabaika wala mchezaji yote kwenda. Lakini golikipa alikuwa anaonyesha ishara za kuweka kama anaweka imani za ushirikina, lakini kwa sababu wana Simba hatuko huko, tukaamua kumwacha afanye na yaache. Sisi tunategemea tu uwezo wa Aura, uwezo wa nani wa Kapombe utaenda kumpatia matokeo mazuri. Kwa hiyo ndio ninachokiamini hata kwa mechi ya leo. Na safari hii Yanga atoki hata kwa dawa. Na 100% Yanga ninafunga pale pale. Namchukulia kwa 100 za Jabili zinasema. Kwa sababu nishaona jinsi ubovu wa Yanga na mimi nishaimalika katika ubovu wa Yanga, naenda kuutumia leo. Sababu ukiangalia Yanga Afrika wachezaji wake wote wamechoka, viongozi wamechoka na washabiki wamechoka. Kwa hiyo leo tunaenda kummaliza Yanga Afrika na tunaenda kuvunja hicho kitu ambacho anajivunia nacho, anajiona bado kipo katika sayansi ya mpira. Tunaenda kukimaliza. Kwa hiyo mimi nina imani kabisa yani. Kikubwa tu Yanga hii ya Depu. Hii Yanga hii ya nani ya engineer. Hii Yanga Alikamwe hii tunaenda kuiwana nayo na tunawamaliza kwa sababu mpira wa miguu hauna mazoea. Mpira wa miguu unakuwa mkaje siku hiyo. Umeelewa? Sasa jinsi gani wachezaji wa Simba wameamka vizuri na morali kubwa. Ukiangalia leo Jumapili ambao sisi wana Simba wengi tunaona tumekaribia na wachezaji wetu, tumeona wameamka vizuri na wako njema, na washabiki tukao tunaimba wimbo mmoja. Mimi nina imani kabisa tunaenda huko. Na nikwambia kitu kimoja, hata tajiri Modewji atakuwepo ndani ya nchi ya Tanzania kwa ajili ya kufuatilia mchezo huu. Tajiri ambaye ameambiwa ataondoka ili watu kuwathibitisha kwamba haondoki mpaka dunia ipinduke, atakuwepo leo. Haiwezekani tajiri akaondoka tu kizembezembe kwa ajili ya watu 3 4, haiwezekani. Yaani watu 4 tu mkae kikundi tajiri asikize nyewe. Haiwezekani. Tajiri bado tunaye na Modewji bado yupo sana Simba. Tajiri ameongeza nguvu ndani ya kikosi kwa 100%, na kwa sababu Watanzania wengi hawajui Mo ni nani. Mo ni mwekezaji mkuu wa klabu ya Simba. Mwekezaji huwa haondokaki kwenye timu mpaka pale atakapofilisika au Mwenyezi Mungu amchukue. Sasa ukiona mtu anakuambia nampa Mo masaa 22, kachanganyikiwa na maisha, atafute kazi ya kufanya, aachane na maisha ya kutabiri ambayo hayana maana. Kwa hiyo Yanga leo anakufa ngapi pale? Kwa 100% nilizoona mimi, jinsi nilivyoangalia, jinsi ninavyoona jinsi Yanga alivyo, nenda kulipiza kisasi. Nenda kupiga hat-trick. Ile hat-trick ya Kibadeni ile. Sababu unajua mimi nina historia kumpiga Yanga hat-trick. Na leo nenda kumpiga tena hat-trick Yanga. Mchezaji mmoja anapiga mara ngapi?
mara 3. Selemani Mwalimu leo anarudi mara 3. Kwa hiyo hat-trick tena inajirudia leo. Na mimi naweka historia nyingine. Yeye ameweka historia mara 6. Mimi naweka historia kumpiga hat-trick tena ambayo nishaifanya miaka hiyo nikiwa na mzee wangu Kibadeni. Safari naifanya tena. Kwa hiyo yeye mshuhudie. Saa 2:30 Mungu akijalia, kaeni kwenye runinga zenu tuliokuepo Zanzibar, tuacheni tuwepo. Nyie ambao mmeshindwa kuja Zanzibar ambao ni wavivu, kaeni huko angalieni. Kikubwa tu Simba inafanya kazi ya mpira ndani ya uwanja wa Jahannam Zanzibar. So Guantanamo Bay. Guantanamo Bay umefanya nini? Kwa nini usifuzu? Una point 8 afu hujafuzu. Klabu bingwa unajiita Guantanamo Bay. Ni uhuni huo. Ya, hakuna mashindano yanatokea una point 8, robo uendi. Ushaikuona wapi duniani? Jabili, mnyama Simba amepasuka mara 6 mfululizo. Nini kimebadilika hivi sasa? Tumerekebisha na kupasuka mara 6 maana yake ni katika dabi. Dabi hazieleweki. Ndio maana nakwambia Yanga na rekodi yake na mimi Simba na rekodi yangu. Tukianza kuziweka hapa tutakesha. Kikubwa tu tuangalie mchezo wa leo zaidi. Na 99%, 100% Yanga Afrika ninaenda kumfunga leo goli 3 ambazo zitafungwa na mchezaji huyu mmoja. Inawezekana akawa Selemani Mwalimu au pia akawa hata Shomari Kapombe, lakini lazima leo Yanga afanyeje? Afungwe. Hiyo ndio kanalo. Mungu akipenda tukutane Jumatatu hapa katika matokeo hayo. Simba mnautaka mchezo kwa 100% na tayari tumeshaupata. Sio tunautaka tu. Yaani kabla hujafika tushaupata. Mchezo tunao. Mmeupataje Jabiri? Tumeupata kutokana na jinsi tulivyokuwa na viongozi ambao ni bora, tukiongozwa na Mo Dewji, Muntaza Mangungu na semaji na Kafa Mediali. Lakini pia na aina ya wachezaji ambao tunao, wachezaji wakubwa, kwa sababu kiangalia dirisha dogo hili Simba amerekebisha katika kusajili wachezaji wakubwa ambao wana hali, wana nguvu ya kuitetea klabu nembo ya Simba. Hata kocha wa Simba jana nadhani katika ile masuala ya kuongea na waandishi habari jana umemsikia alivyosema. Amesema nimewaondoa wachezaji wangu pressure kubwa, wacheze huu mchezo wa leo. Kwa sababu washabiki wa Simba wana mahitaji makubwa na mchezo huu kuliko kama wanavyozania. Kwa hiyo nina imani kabisa tukiwa na ile Simba yetu nguvu moja, leo tunaweza kuwafunga Yanga Afrika. Na tayari hivi ninavyokuambia Yanga Afrika ana mchecheto mkubwa kwa sababu hawaamini kwamba refarii ni aina gani ya refarii na aina ya uwanja ni aina gani. Kwa mimi binafsi ninamuona kabisa Yanga Afrika leo kwa 100% nimeshamfunga na amefungwa hat-trick. Hiyo ndio nayo mtangazaji. Nasoro Mwinchui mwamuzi wakati wa mchezo. Ndio mtamu huyo, ndio mzuri huyo kwa sababu anajua kwamba Simba anahitaji nini, Yanga anahitaji nini. Yale makosa madogo madogo ya wachezaji wa Yanga ambao alikuwa anajificha yataonekana. Makosa madogo madogo ya wachezaji wa Simba yataonekana. Kwa hiyo mimi namwamini na sina shaka naye. Na safari hii viongozi wa TFF kupitia Karia wamejitahidi sana kwenda na ile safu ya waamuzi. Hata ligi wakati inaisha hakuna malalamiko kwa refarii. Hakuna shabiki wa Simba, sijui wa Yanga, lakini binafsi sijaona shabiki wa Simba analalamikia muamuzi. Lakini kutoka ligi imeanza mpaka leo. Kwa hiyo mimi nina imani kabisa na ile kamati ya waamuzi ya TFF imemtoa mtu sahihi ambaye atafuata maelekezo. Na hata Karia nadhani umemsikia amesema kwamba anahitaji refarii atakayeboronga, tukiwa na ushahidi naye tunamfungia maisha. Kwa hiyo ina maana ile pale imeenda kuchagiza pia naye awe makini na awe timamu kwa kujilia kufuata nini kasi ya mchezo. Brother, huwezi kuwa na haula afu kacheza mpira wako wa kizamani refarii akachelewa, lazima akimbie. Kwa hiyo mimi nina imani kabisa Simba leo kwa aina wachezaji tuliokuwa nao na viongozi tuliokuwa nao na shabiki tuliokuwa nao tunaenda kushinda leo kwa 100%. Tujiandae tu kusherehekea. Na sisi hatuna zile sherehe sisi tukapokeza hapo kwenye boti si wapi, hatuna mambo ya kishamba kama hayo. Sisi tutaona timu inacheza, tutachukua point 3, tunakuja kukaa tunaendelea kucheza ligi Tanzania bara kwa sababu tayari kosi chetu tunakiamini. Mkimfunga Young Africans hakutakuwa na mapokezi. Ya kazi gani? Sasa mimi nishamfunga hadi National Real, nishamtoa Zamalek na sijana mapokezi. Nje ndio mapokezi kwa Yanga Afrika ambayo Yanga ya kawaida hii. Miaka 6, misimu 6 na kusumbua. Ya kwake hiyo miaka 6 na mimi nimeshafunga hat-trick miaka iliyopita huko. Je, alilipa? Kwa kila mtu ana historia yake kati ya Simba na Yanga. Kikubwa tu wewe nenda nayo hiyo. Yeye Yanga anafungwa sio chini ya goli 3. Tena anapigwa hat-trick leo. Mimi kama Jabiri nasema hiyo ishi nayo mtangazaji. Ikitokea hat-trick wetu kufanya nini? Na 100% inatokea, wewe nenda nayo. Na mimi ikitokea nikufanye nini? Kwa sababu itakuwa tunaulizana maswali. Kikubwa nenda nayo. Leo Yanga anafungwa hat-trick. Mimi kama Jabiri nimesema hiyo. Itunze kumbukumbu hii. Shukrani sana. Asante sana. Karibu katika uwanja wa Jahannam Zanzibar.